Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Leo ni Dominika ya pili ya Kwaresma, na Mama Kanisa katika hekima yake anatualika tutafakari kuhusu utukufu. Sisi wote katika neema za Mungu tunashirikishwa utukufu wake. Yesu pale mlimani, kama tutakavyosikia katika Injili ya leo, anabadilisha na sura yake inabadilika, na hivyo anatushirikisha utukufu wake. Sisi katika kipindi hiki cha Kwaresma tumehalikwa tuweze kumkaribia Mungu, aweze kutubadilisha, aweze kutungeuza, aweze kutuneemesha ili tuweze kuwa watoto wake waaminifu. Ndugu zangu, tuombe leo Mungu ili asidi kutubariki na hizo neema situfanye wapya wakati ambao tunamaliza kipindi hiki cha Kwaresma. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 4. Mungu anambariki Ibrahimu, anambariki wale wote ambao anambariki, na anamwahidia kwamba atalahani wale wote watakao mlahani. Jambo la kwanza haba Ibrahimu anayoambiwa na Mungu ni kwamba ili aweze kupata baraka hizi ni lazima atoke ile nchi ya uhuru, alafu aende pale Mungu atakapomuonyesha. Ibrahimu anafanya hivyo na ndiposa anabarikiwa. Na sisi katika maisha yetu tunaweza kulinganisha maisha yetu na maisha ya Ibrahimu. Kila mmoja wetu tunatamani kubarikiwa. Mbarikiwe na watoto, unatamani ubarikiwe na kazi, mbarikiwe katika maisha yako ya kiroho, mbarikiwe na afya ya mwili na roho. Tunatamani mambo mazuri Mungu atufanyie katika maisha yetu. Lakini hebu tujiulize, ni mara ngapi tunafanya vile Ibrahimu alivyofanya, kuacha yote, kumsikiza Mungu, alafu kufanya mapenzi yake? Kama Ibrahimu angesikiza vile Mungu alivyomwambia, kwa sababu ahadi hapa ilikuwa kwamba aache nchi yake na aweze kuenda pale Mungu atamuonyesha, basi angeweza kupata baraka. Kwa hivyo na sisi pia hebu tujiulize, ni mara ngapi ambao tumeweza kuyaacha yale ambao yana faida katika maisha yetu ili tumfuase Mungu? Ni mara ngapi ambao umeacha yale ambayo ni mabaya katika ndoa yako, ni mabaya katika maisha yako ya kiroho, ni mabaya katika mahusiano yako, ili utafute kile cha umuhimu, ili tuweze kupata ile baraka ambazo Mungu ametuatia ama ametuahidia? Ni lazima tufanye uamuzi. Ni mambo magapi ambao wewe mwenyewe umeacha, umeona kwamba haikusaidii? Ni watu wangapi ambao umewaacha katika urafiki kwa sababu hawakusaidii? Ni vitu gani vibaya ambazo umesiacha, tabia mbaya ambazo umesiacha ambazo hazikusaidii katika kumjua Mungu? Ni lazima ufanye uamuzi. Mara nyingi tunaweza kuwa na wasiwasi, utaenda wapi? Kama vile Ibrahimu alivyokuwa, labda yeye wakati ambao aliambiwa aondoke, labda alikuwa anawazia ataenda haji na ataachaji familia yake. Lakini kuacha yote na kumtegemea Mungu ni ishara kwamba Mungu ndiye anatutegemeza katika maisha yetu. Hebu tujiulize, ni mara ngapi ambao tumekuwa na wasiwasi kwa sababu hatutaki kuacha marafiki na kumbe ndio wanatufuta nyuma? Ni mara ngapi ambao umekuwa na wasiwasi kwa sababu zile tabia ambazo uko nazo hutaki kusiacha na kumbe ndio zinakurudisha nyuma kimaadili? Mara ngapi katika maisha yako umeamua kwamba ni lazima ufanye uamuzi uache mabaya, wakati ndio kipindi cha Kwaresma kinatualika tuache yale mabaya na tuweze kumtegemea Mungu, na bila shaka tutaweza kupata faida. Na katika somo letu la pili, waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, Paulo anatuambia kwamba tuvumilie yote katika Kristo kwa ajili ya Injili, kwa kadri ya nguvu za Mungu ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadri ya makusudi yake yeye na neema yake. Leo Paulo anatuambia kwamba changamoto zipo katika maisha, mangumu yapo katika ndoa, changamoto zipo katika maisha ya kiroho, lakini anatuambia kwamba tuvumilie yote, kwa sababu kwa nguvu zetu hatutaweza, lakini neema za Mungu zatosha ili tuweze kushinda. Ni mara ngapi ambao unakata tamaa kwa sababu umekosa kazi?
ama unakata tamaa kwa sababu ya yale magonjwa ambayo unayapata, ama unakata tamaa kwa sababu ya vitu ambavyo unasifanya katika maisha yako, wakati ndio huu ambao unahalikwa ili usikate tamaa katika maisha. Mvumilie Mungu katika yote ambao unayafanya, na hivyo neema za Mungu zatosha. Hata maisha yakiwa magumu, usikate tamaa. Hata ukiwa watu wanakusumbua, usikate tamaa, lakini utegemee Mungu na utaweza kushinda. Injili yetu ya leo inatoka katika mwinjili Mathayo sura ya 17 aya ya 1 hadi ya 9, na ni tukio la Yesu kugeuka sura pale mlimani Tabora. Yesu anapanda mlimani na wafuasi wake Petro, Yakobo na Yohana, na wakiwa pale tunaambiwa sura ya Yesu iliweza kung'aa kuliko jua na mavazi yake yakawa meupe sana, na hivyo huyu Elijah na Musa wakatokea, na hivyo wakawa na furaha. Lakini mwishoni pale tunaona kwamba Yesu aliweza kuja akawaanguza na akawaambia, inukeni wala msiogope. Hili tukio liko na masomo mengi katika maisha yetu. Jambo la kwanza, tunashirikishwa utukufu wa Mungu katika maisha yetu. Kipindi cha Kwaresma ni mwaliko wa utakatifu, ni mwaliko wa kuwa kama wana wa Mungu. Tunajua utakatifu hauandamani na dhambi. Ili tuweze kupata na kushirikishwa utakatifu, lazima tusafishe mioyo yetu, mawazo yetu, tabia zetu, yote ambayo tunayafanya. Kwa kweli wewe uko tayari kusafisha mienendo yako? Uko tayari kusafisha tabia zako? Uko tayari kusafisha yale mabaya ambao unayafanya katika maisha yako? Hauwezi kupata utakatifu kama ujitengenezi, ujisafishi. Na kujisafisha ni lazima tuombe toba, ndio utukufu wa Mungu udhihirike katika maisha yetu. Kipindi hiki ni kipindi cha kuomba toba, ndio tuweze kusafishwa. Jambo la pili ni kwamba katika haya yote ambayo tunayafanya, tujue Mungu anatuguza, anatushika, anatuambia kwamba tusiogope, tusiwe na wasiwasi, tuweze kutembea na yeye. Maisha yetu ya kiroho hatutembei peke yetu, lakini tunatembea na Mungu, tunatembea na baraka zake, tunatembea na roho wake. Ndugu zangu, tusiofu katika yote ambayo tunayapitia, tusiofu katika yote ambayo tunayatenda, kwa sababu kuna yule ambaye anatushika mkono, anatuambia tusiwe na hofu. Na wewe usiwe na hofu katika maisha, usiwe na hofu katika maisha yako ya ndoa, usiwe na hofu katika kazi za mikono yako, usiwe na hofu katika ugonjwa wako, lakini unajua kwamba kuna Mungu ambaye amekunguza, anakuambia inuka. Kwa hivyo tuimarishe imani yetu, tuimarishe tabia zetu, tuweze kuwa watoto wa Mungu, na zaidi ya hayo tujue kama vile Baba Mtakatifu alivyotuambia katika mwaka huu, tunatafakari kuhusu kupanda mlimani, kubadilishwa na neema za Mungu, alafu kushirikisha watu wale wengine neema zake. Hiyo wazo ambao tumejaliwa, basi tuweze kulitafakari katika maisha yetu, tujua kwamba tuko na Mungu ambaye anatujali, anayetupenda, lakini haya tutafanyika kama tutaweza kumfuasa kila wakati, kuweza kuyaacha yale mabaya ambayo yanatusumbua, kuweza kuwa na uamuzi ya kujua kwamba changamoto zipo, na zaidi ya hayo kujua tumeshikwa mkono, usiweze kuogopa. Tukumbuke msaburi vile anavyotuambia katika saburi ya leo: Bwana, fadhili zako zikae nasi kama vile tulivyokungoja wewe. Tumtumainie Mungu, tumngoje yeye, na tutaweza kukua katika baraka zake. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Mungu, umetuamuru tumsikie mwanao wa pekee, upende kutulisha neno lako ndani yetu, ili tuweze kukumbuka rehema zako na fadhili zako kila wakati. Tushike mkono, tuweze kuimarika katika imani. Naomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watakia Dominika njema.